Mswada wa fedha wa mwaka 2024 mwaka huu, wakati ambapo wameandamana kuhusiana na kifo chake mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang. Lakini swali ni, tunaweza vipi kudumisha maandamano ya amani? Kwa sababu hata ya hatari inayotukodolea macho ni vitu ambavyo vimedhihirika hadharani hata na kunaswa kwenye kamera. Ni rahisi. Ni kwamba waliopatiwa jukumu la kusimamia uongozi wa taifa watii katiba. Katiba inasema kwamba ni haki ya kila Mkenya peaceably aruhusiwe kuandamana ikiwa atataka kuandamana. Kwa hiyo ikiwa viongozi wetu hawatapinga hii haki ambayo kila Mkenya amepewa, utaratibu ufuatwe, maandamano yatafanyika kama inavyostahili. Wale ambao wataleta fujo hawatahesabiwa kama waandamanaji, watahesabiwa kama wahalifu, na dola za usalama zinapaswa kuwachukulia hatua. Kwa hiyo kinachohitajika hapa ni katiba itekelezwe kama ilivyoandikwa. Kuna kitu kimetajwa hapa na ningependa kurekebisha kwamba maafa ambayo yametokea hayajaletwa na maandamano. Bunduki haziui watu, watu wanaua watu. Kwa hiyo yale maafa yamefanyika ni kutokana na ukatili wa polisi, kutokana na wahalifu. Sijaona kifo chochote ambacho kimetokea kwa ajali wakati maandamano yanafanyika. Kwa hiyo sana ni hivyo vitu viwili, kwamba askari katili anachukua sheria mikononi, ana execute mwandamanaji. Ilifanyika wakati watu walivaa kofia mwaka 2000, sio kofia, sufuria kama kofia 2023. Tukaja wakati wa Gen Z. Alafu mwaka huu tumeona tena wamerejelea vivo hivyo. Hasa upo wimbo, pengine kama hujui, wenzangu hapa watanisaidia ili usisahau, kwamba tulisoma katiba tukaelewa, tulisoma katiba tukaelewa, kufanya maandamano ni haki yetu. Kwa hiyo haki tukiruhusiwa kui-exercise na serikali itoe usalama, hapata kuwa na fujo, hapata kuwa na uharibifu wa mali, hapata kuwa na kupoteza maisha. Wale wahalifu wakiingilia maandamano watachukuliwa hatua. Kwa hiyo the buck stops with those in authority today, kuanzia kwa Rais Ruto kuja mpaka kwa yule askari ambaye anapewa bunduki au gongo kuja kusimamia maandamano. Nije kwako Mwaga, kwa sababu ni mwenyekiti Interparties Youth Forum, na wengi ambao tunawaona mitaani